Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV hapa YouTube na kule Facebook katika ukurasa wa Tiba Facts. Ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa na leo tutazungumzia majina 28 ya Barati na kazi zake, lakini katika kipengele cha jina la 4. Jina hili nimeshalifundisha takriban miaka 2 iliyopita huko, darasa lake lipo hapa YouTube kwa ufafanuzi wa jina lote, lakini leo nitakuja kukufundisha vipengele viwili kutoka kwenye jina hili ambavyo nimeshavifundisha, lakini leo tutapata faida ya pamoja. Kwa nini tunarudi nyuma? Kuna sababu ya msingi iliyonifanya nikarejea katika jina hili. Kuna ndugu yangu mmoja tulikuwa tunazungumza naye katika siku za hivi karibuni, akawa ananihadithia visa vya majina Barati yalivyomtendea. Akanihadithia visa vingi sana ambavyo yeye mwenyewe baada ya kukaa riadha na kuanza kuyatumia majina hayo amefaidika mno. Alikuwa mtu wa kawaida, lakini saizi anatafutwa kila mahali kwa ajili ya kutoa msaada wa kielimu au wa kitiba. Sasa akaniambia, shehe, kama utapata nafasi ukienda kwenye chaneli yako ukapata nafasi ya kuzungumza na wafuasi wako, hebu kawape na hizi faida. Najua umeshafundisha, lakini kuna watu wanaumizwa, kuna watu wanafanywa mambo ya hovyo, yawezekana wakazitumia zikawasaidia. Sasa faida hizi nimeshazifundisha. Moja ya faida ya jina la 4, kama unahitaji kutiiwa, kunyenyekewa na kukubalika na watu au majini, unaweza kutumia jina la 4 la Barati, lile jina linaloitwa Turan. Hili ni jina la 4. Lipo jina la kwanza, la pili, la 3, la 4, la 5 mpaka la 28. Sasa hili ni moja katika ile majina manne ya kwanza. Kwa hiyo hili ni jina la 4 linaloitwa Turan. Lakini si hivyo tu, jina hili linaweza likamfanya mtu akatekelezewa haja ya jambo lake baada ya kudhulumiwa. Yaani kama kuna jambo lote umedhulumiwa, umefanywa dhulma fulani, basi unaweza ukatumia jina hili na ile haja ya jambo lako ikarudishwa kwako. Kama ni mali, kama ni mke, mume kakukimbia, mpenzi, unaweza ukarudisha. Sasa leo utagusa vipengele viwili tu hivi, ili hichi kipengele cha kwanza na cha pili. Lakini faida nyingine ni mfano kumtoa mtu kifungoni, gerezani. Na hii kuna bwana mmoja baada ya kufundisha jina hili la 4 uko nyuma, alikuwa amefungwa ndugu yake, mjomba wake, akaenda kumfanyia tiba hii. Ni simple tu, unamwandikia kwenye mkate jina hili unampelekea. Alipokula alikaa siku 3 tu akatolewa. Sasa unaweza kuona jambo dogo, lakini ni moja ya mambo makubwa mno. Lakini pia jina hili faida yake nyingine, una uwezo wa kuondoa mashetani katika nyumba yako na kuvunja na kubatilisha uchawi katika mwili wako kupitia jina hili la 4. Lakini pia una uwezo wa kufanya mtu akapendwa na akakubalika katika jamii na umzunguka kwa namna ambayo haijawahi kutokea kwenye maisha yako. Yaani labda unaishi kawaida tu, lakini unataka ufanye uwe unakubalika, unapendwa na kuogopeka. Kuna namna ya kutumia jina hili la 4. Lakini vipengele hivi hatutovigusa. Tutagusa kipengele cha kwanza na cha pili, kwa sababu hapo ndipo kuna hili jambo limelofanya turudi leo katika jina la 4. Kwa hiyo twende sambamba katika somo letu ili tujue ni jinsi gani mtu anaweza akatiiwa na kunyenyekewa na majini na watu na viumbe wengine wa Mwenyezi Mungu ambao unawajua au huwajui, lakini pia kufanya ile haja ya jambo lako ilozulumiwa irejeshwe kwako.
ima ni mke, ni mume, ni mtu anakuloga, tutafundishana hapa na utanielewa vizuri. Kwa leo tutastafidi katika hizi sifa mbili tu, alafu tutamaliza darasa letu. Lakini leo tarehe 27 mwezi wa 4 2026 niliombwa katika hizi siku za karibuni tu hapa kwamba sisi tunaomba na ofa ya Mei Mosi. Sasa mimi mara nyingi ofa naitoa kwa maombi ya wafuatiliaji. Yaani nyinyi mnaofuatilia hii channel, nyinyi ndio mnaoweza kutoa maoni na yakasikilizwa. Kwa mimi ninapokuwa naona maoni yamekuwa mengi, huwa najitolea na mimi kuwapa watu ofa. Ila mimi ofa yangu nilikuwa nimepanga ije itoke Idi kubwa. Kule ndio maana sikuzungumzia sijui Muungano Day, sikuzungumzia sijui nini. Baada ya kutoa ofa ya Pasaka na Karume Day pale niliona inatosha kabisa. Nilitaka nikatoe kwenye Idi kubwa, lakini kwa kuwa maombi yamekuwa mengi na watu wanaingia kila siku kufuatilia hizi channel na watu wengi wanatamani kuwa na vitabu vya elimu ya tiba, basi tunatwaga ofa katika masiku maalum. Sasa ofa hii tulitamani tuwe na vitabu vipya, lakini kwa kuwa imewahi, imetulazimu kuendelea kuviboresha hivyo vinavyoendelea kuboreshwa, lakini vile vya mwanzo vilivyokuwepo ndivyo vitakavyokuwa viko katika ofa. Kwa sababu mpaka sasa tunapandisha clip hii bado vitabu vilikuwa havijakamilika katika maandalizi. Kuna baadhi ya vitabu vitatoka muda si mrefu, lakini havijakamilishwa. Sasa siwezi kupandisha kitabu au nikakwambia nitakutumia na kitabu fulani wakati hakijakamilika. Mwisho wa siku aanze kuniuliza maswali mengi kupitia hicho kitabu hicho. Hapana, huwa tunavikamilisha kabisa, tunavifanyia review hata kwa muda wa wiki nzima, tunapitia makosa, tunarekebisha, kisha ndio tunakitoa kitabu. Kwa hiyo mfumo wa kitabu kutoka mpaka unakisikia kimetoka huwa kimepitia mchakato mkubwa sana. Kwa hiyo tutavumiliana kwa wale ambao tunavimiliki vitabu 12, wale wenyewe hiyo ofa haitowahusu. Ila ofa hii itawahusu wale tu wanaohitaji kupata vitabu kwa mara ya kwanza au unamiliki vitabu 3, 4. Sasa ofa hii imekuja kivingine tofauti na zile tulizozoea kwamba unapewa vitabu vyote kwa 45. Ofa hii ina mifumo mitatu. Naomba nieleweke hapa. Mfumo wa kwanza kupata ofa hii, tunajua tunafuatiliwa na watu wengi. Kuna Waislamu, kuna Wakristo, kuna wasiokuwa na dini kabisa, kuna wale tu wanaoitwa wapagani, yani wao hawamjui Mungu, hawamjui shetani, hawajui mzimu, yani wao hawana lolote wanalojua. Sasa tumegawanya vitabu hivyo katika makundi mawili. Vitabu vipo 12, lakini vitabu hivi tumevigawa katika makundi mawili. Kwa unaweza ukachagua upande unaoona wewe unaweza kuhimiri. Ima labda ndio unapendelea. Mfano kwa Waislamu, wao kuna vile vitabu vya dua. Mtu anaweza kusema nataka vitabu vya dua tu, basi anaweza akapata vitabu hivyo vya dua. Kwa wale wa Kristo na wale wasiokuwa na dini, wao wanaweza wakapata vitabu vya mitishamba na vikawafaa, kwa sababu kote kumeelezwa elimu za kitiba. Sasa mgawanyo upo hivi. Kundi la kwanza ni la vitabu 6, ambalo unaweza kupata vitabu 6 kwa bei ya ofa, lakini ambapo utapata kitabu cha maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi, kitabu namba 1, kitabu namba 2, kitabu namba 3 chenye jina hilo hilo. Alafu utapata na kitabu cha tiba mbadala kwa magonjwa ya kibiolojia, magonjwa kama magonjwa ya moyo, kifua, UTI, typhoid, gauti, HIV. Utakuta magonjwa yote humu kwenye hichi cha tiba mbadala. Alafu utapata kitabu kinachoitwa Muongozo wa Tabibu. Alafu na kitabu cha 6 kitakuwa ni kitabu cha Furaha ya Ndoa. Kitabu hichi hakihusiana na tiba za mitishamba, lakini tumekiweka huku kwa sababu hichi kitabu kinasomwa na mtu yoyote aliye na dini na asiyekuwa na dini. Yoyote anaweza akasoma na akaelewa. Kwa hivi vitabu 6 vitapatikana kwa mfumo wa ofa na venyewe, ambapo utalipia shilingi 25,000. Badala ya kulipa ile 45 tulizoea vitabu vyote, unalipia 25,000 tu. Sasa hapo ushindwe wewe mwetu. Sababu watu kwa sababu hiyo 45 ni kubwa, shehe tunahangaika sana. Sasa hii down kabisa, imeshushwa. Kwa hiyo utalipia shilingi 25,000, then utapatiwa vitabu 6. Ikiwa wewe ni mpenzi wa mambo ya dua, utaki mitishamba, sababu watu wamegawanyika, kuna wengine hawapendi kabisa masuala ya kutumia miti, wanapenda dua, sawa. Hatujakuacha na wewe. Tumekuwekea vitabu 6 na wewe.
upande wa vitabu vya dua kutakuwa kuna kitabu kile cha maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali, kitabu namba 1, kitabu namba 2, alafu utakuwa na kitabu cha elimu ya Barati, utukufu wa majina 28 ya Barati na kazi zake, kitabu namba 1 na kitabu namba 2. Pia kutakuwa na kitabu cha Abjadi ambacho kipo kimoja mpaka saizi, lakini pia kutakuwa na kitabu cha ulimwengu wa majini na vituko vyao. Hichi kitabu cha ulimwengu wa majini na vituko vyao anaweza akakisoma mtu yoyote. Yaani hichi akiyachagua dini, sio uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe mpagani, hichi kinasomwa na mtu yoyote na anaweza akakielewa na akakifanyia kazi. Kwa hiyo huku nako kuna vitabu 6. Napo ukitaka ofa hii ya vitabu vya dua utalipia shilingi 25,000. Sasa yabadilika wewe unasema nataka vyote. Japo mimi napenda vitabu vyote vya aina yote. Tumekuwekea na wewe package yako. Sasa wewe unahitaji vitabu 12 vyote. Kwa mfumo wa ofa hii utalipia 45,000. Hapo utapatiwa vitabu vyote. Kwa uchaguzi utabaki kwako wewe muamuzi. Kwa hiyo ukihitaji vitabu vya mitishamba utafanya malipo ya shilingi 25,000, utascreenshot wa muamala au kupiga picha, utanitumia kwenye WhatsApp yangu kupitia namba zinazoonekana hapo kwenye skrini, kisha utasema nahitaji vitabu vya ofa vya mitishamba. Andika hivyo. Mimi nitakapo hakiki malipo yako, basi nitakutumia vitabu hivyo 6 vya mitishamba. Ikiwa wewe unatumia au unatamani kupata vitabu vya dua tu katika hii package ya elimu ya dua, basi utalipia 25,000, alafu then utaniandikia kwamba nimelipia ofa ya Mei Mosi kwa ajili ya vitabu vya nini? Vya dua. Utalipia 25, utascreenshot au muamala, utaniwekea kwenye WhatsApp hapo, kisha mimi nikiprove malipo yako nitakuwekea vitabu hivyo 6. Ukiwa wewe unahitaji vyote utalipia 45,000, alafu utaniandikia ofa ya Mei Mosi ya vitabu vyote. Kwa mimi nitakuwa nakagua muamala unasomaje, umekizi viwango vya bei tulizoziweka, basi unatumiwa. Na wewe pia ukishasema ofa vitabu vyote au ofa ya Mei Mosi kwa vitabu vyote nitakuwekea. Kwa hiyo uchaguzi ni wa kwako. Ila usije ukasema nitalipia 25,000 ya vitabu vya mitishamba afu ukalipia na vitabu 25,000 ya vitabu vya dua. Hapo utakuwa umejipunja wewe, kwa sababu utakwenda kulipia 50,000 badala ya kulipia 45,000 upate vyote. Ndio maana tumekuelewesha hivi. Kwa hiyo ni lazima hili jambo lieleweke. Kwa hiyo baada ya hapo utapatiwa vitabu. Ofa hii ni kwa ajili ya Mei Mosi. Baada ya maombi ya watu wengi, subscriber wapya, hususan Facebook kule kuna watu wengi sana wamekuwa wakifuatilia ukurasa ule wa Facebook, na ndio maombi mengi yametokea kule Facebook. YouTube sina shida sana kwa sababu YouTube watu wengi wanamiliki vitabu. Japokuwa subscriber ni wengi, lakini hatuwezi tukasema kwamba kila mmoja ana vitabu. Hapana, kuna wengine hawana, kuna wengine wanavyo. Ila Facebook maombi yamekuwa mengi sana ya kuhitaji vitabu. Kwa hiyo tumeamua kufanya hivyo kwa sababu hizi kurasa zinaingiliana. Tiba Facts Online TV na Tiba Facts Facebook zote ni kurasa zangu na zote zinatoa darasa aina moja. Basi tumeamua kutoa ofa hii. Hii ni taarifa ya ofa. Tuachane sasa na hii. Turudi kwenye darasa letu la elimu ya Barati. Hivi vipengele viwili nakuja kukuelekeza, unaweza ukawa ulikuwa hujui au ulikuwa unavisoma tu unavichukulia kawaida. Kipengele cha kwanza ambacho tutajifunza leo ni mwenye kutaka kutiiwa na watu na majini. Kutiiwa ni nini? Yaani wewe unataka chochote utakachokisema kwa mtu, ima labda ni kuomba kazi au unaenda kufanya interview sijui, au unataka kuamlisha jambo lio linaenda, wewe ni kiongozi. Tena hii nataka nikupeleke mbali zaidi. Njia hii ukiitumia hata kwa wale wanaotongoza wanawake, au unataka kumshawishi mtu akupatie pesa au akupatie kitu fulani cha thamani, ukienda na utaratibu huu utapata. Yaani nakwambia hivi, mimi nina shuhuda nyingi sana katika kipengele hichi. Sasa sema tuna vitu vingine tunashindwa kuvisema kwa uwazi. Kwa sababu gani? Vikisemwa kwa uwazi zaidi watu wataumizana. Mfano kama hii, kama vijana wa hovyo wakijua njia hii watasumbua sana mtaani huko mabinti wa watu. Lakini nakwambia njia hii ukiitumia vizuri unaweza kwenda approach binti yoyote au mtu yote unayetaka kumshawishi na akakukubali. Ima ni katika mahusiano, ima ni katika uchumba, ima ni katika
kuazima kitu, kukopa kitu, atakupa. Na maajabu yake sasa, utashangaa wewe utakuwa hutumii nguvu nyingi kumshawishi mtu. Ukimwambia tu bwana, mimi nilikuwa nataka hivi hivi hivi, unashangaa yule bwana anajaa kwenye mfumo vizuri, hana vipingamizi, hana mambo mengi. Paka unaweza ukahisi labda wewe ni mtu labda ni wa tofauti kidogo, sababu inawezekana hapo watu wengi wameenda na wameshindwa au wamekosa, lakini unashangaa unakwenda. Ile ni nguvu ya jina la 4 unayokuwa nayo. Na utaratibu wake ni mfupi sana. Tena hii njia hii kipindi nimeifundisha hiyo miaka miwili iliyopita. Leo darasa hili linafanyika kwa marudio, lakini hiyo miaka miwili iliyopita nilipofundisha, kuna ndugu yangu kutoka Kenya kule. Nilipotoa darasa hili akaniambia, "Sheikh, naomba uniandikie." Kwa sababu utaratibu wake kuna namna ya kuliandika ile jina, nitakuelewesha tu vizuri, baki hapa hapa. Alafu ukishaliandika unalitumia. Sasa alikwenda kwenye ofisi moja baada ya kuandikiwa, nilimwandikia nikamtumia kwenye WhatsApp, ila kuna gharama fulani unalipia. Nilipomtumia kwenye WhatsApp kule Kenya, akaenda akaiprint ile karatasi. Baada ya kuiprint akaitengeneza kwa mfumo niliomuelekeza, na ndio utakuelekeza na wewe hapa hapa. Baadaye akawa ameenda ofisi moja kuomba, ilikuwa ni kama kwenye kazi fulani hivi. Cha ajabu, alipofika kwenye ofisi ikuta watu wengi sana wanasubiri. Ikabidi naye akae kwenye foleni ya kusubiri. Lakini meneja wa ile ofisi alipopita akamkuta yule bwana amekaa kwenye benchi anasubiri kama wengine. Akasema, "Wewe mbona uko hapa?" Sasa, "Niko kwenye foleni." Sasa, bwana pita. Nenda ofisini bwana." Kwa haraka yule bwana akaenda akahudumiwa, akatoka kaendelea na maisha yake. Akashangaa imekaaje hii? Mimi nimewakuta watu kibao toka asubuhi, mimi nimefika kwa kuchelewa, lakini nimehudumiwa na nimeondoka mapema. Akasema, "Sheikh, siamini ile karatasi nilipoitumia tu nimeona maajabu makubwa sana." Sasa hizo ni baadhi tu ya hawasa ambazo utazikutana nazo ukianza kuitumia, lakini hii inafanya kazi maeneo mengi sana. Maadamu tutakapokuwa unatembea na karatasi hiyo itakayokuwa imeandikwa utaratibu huu nitakayokuelekeza hapa, utashuhudia miujiza mingi sana ukiwa mfuatiliaji, labda uwe sio mzingatiaji. Maana kuna mtu anaweza akawa anapata vitu la haelewi, akawa anafanya vitu vinatokea haelewi kama ishafanyaga nini, yani anaona vinatokea tu. Kumbe hivyo vitu vimeshawashinda watu wengi kuvitekeleza, lakini yeye vinakuja kwa wepesi. Kwa hiyo uwe mzingatiaji sasa utakapotumia karatasi hii. Sasa unafanyaje ili utiwe na watu na majini? Sasa kwenye upande wa majini hapa, kwenye kutiwa, si kwamba majini watakuwa wanakuja wanakutembelea, ni pale hata utakapokuwa unamsomea mtu dua, ukawa una uwezo wa kumsomea mtu dua, unaweza ukaliamrisha jini likatikwa namna yoyote ile. Lakini vile vile wewe hutokukaribiwa na jini wa aina yoyote kwa ajili ya kukutia madhara, haiwezekani, kwa sababu wewe unakuwa na mahudamu wengi wanaokulinda na kukusupport kwenye juhudi zako. Lakini pia kama ni biashara, utakutana mazonge mengi kazini huko. Utashangaa wewe unapita, unafanya vizuri kwenye kazi zako bila vipingamizi, hata kama kuna machawi yanaendelea pale, kwa sababu wewe hakuna jini yote atakayeweza kusubutu kukuzuia. Hakuna jini yote atakayeweza kusubutu kukutia madhara au kukudogosha katika juhudi zako. Wewe utakuwa unapasi katika sekta zote, kama ni kazini, wapi utapita. Sasa utaratibu upo hivi. Iwapo kama unahitaji majini na watu wa kutii kwa chochote utakachowaamrisha au utakachotaka kukifanya wewe, ila unataka usipingwe na mtu yoyote, wala jini yoyote, wala kibwengo, wala kizuka, wala kinyamkela, wala londondocha, uwe tu ni wewe utakavyotaka ndivyo inavyotakiwa iwe, basi unaamrishwa au unaelekezwa uliandike jina hili la 4 la Turan katika karatasi nyeupe. Tafuta ile white paper kabisa. Tafuta karatasi nyeupe, andika kwa kalamu ya kawaida. Tunaposema kalamu ya kawaida ni hizi kalamu za peni tunazotumia kuandikia mashuleni, maofisini, ndio inatumika. Unaweza kutumia kalamu nyekundu, ni bora zaidi, au nyeusi ni bora zaidi. Hizi kalamu mbili utachagua moja. Basi ukishaandika ili jina unaliandika katika karatasi hiyo nyeupe kwa idadi ya mara 5. Kwa utaandika Turan. Sasa katika namna mbili, ima utaandika kwa ulalo au kwa wima, bimaana kuifuata karatasi inavyoelekea au kwa kushuka, vyote inawezekana. Ukishaandika ili Turan kwa lugha ya Kiarabu, lakini alafu kwa idadi hiyo mara 5 ikakamilika, kisha chini yake yale maandishi ya Turan mara 5
utaandika na aya 4 za mwisho za suratu Hashiri. Jamani, suratu Hashiri inafahamika? Suratu Hashiri ipo kwenye juzuu ya 20, nafikiri itakuwa kwenye 29 28 kama sijasahau. Aya zenyewe ni zile zinazosema hivi. Aya 4 za mwisho ni kuanzia ile aya inayosema lau anzalna hadha alquran ala jabali raraaitahu khashyam mutaswadian min khashyatillahi wa tilka amtharu nabaribu harinas la lahum yatafakkalun. Aya nyingine baada ya hiyo ni ile inasema huwallahu ladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanir rahim. Aya nyingine ni inasema wallahu ladhi la ilaha illa huwa almalikil qudusu salamul mu'minul muhaiminul azizu jabbal mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Aya ya mwisho katika hizo aya 4 ni ile inasema huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almalikil qudusu salamul, mpaka kule mwisho kule. Ni aya 4 za mwisho. Hizi aya ni tukufu sana. Moja katika aya ambazo ukiwa unasoma rukia ukagusa hizo aya, utaona hata kwa mfano unasoma labda rukia ndani ya nyumba yako ukazigusa hizi aya, unaweza ukashangaa tetemeko kubwa sana likatokea. Nyumba yatikisika. Nakumbuka mimi mwaka mmoja nilikuwa namsomea mtu dua. Ilikuwa ile ni dua, kulikuwa bwana mmoja alikuwa yuko Canada, akahitaji dua fulani. Sasa hiyo siku nikaamka usiku nikafanya ile dua. Sasa ile dua ilikuwa inazihusisha na hizi aya zinatakiwa ziwepo. Nilipogusa hizi aya hizi, nyumba ilitikisika. Ilitikisika mpaka nikaogopa. Ikalazimika nisimamishe kwanza kisomo, nisubiri kwanza ule mtetemeko upoe. Maana niliona nikiendelea nyumba inabomoka, inashuka kabisa. Kwa sababu hizi aya ni nzito, zimeeleza sifa ya Mwenyezi Mungu. Sasa unaposema ile lau anzalna hadha alqur'ana la jabali la ra'aitahu khashyan mutaswadian min khashyatillah wa tilka amtharu nabaribu halinasi lallahu yatafakkarun. Mwenyezi Mungu anasema lau kama hiyo Qur'an tungetelemsha juu ya majabali, juu ya milima, ungeiona ikitetemeka na kusagika kwa hofu ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini imeshuka katika mioyo ya binadamu ambao hawana hata habari kabisa. Sasa haya maneno ukiwa unazungumza ni mepesi, lakini yanaposhuhudiwa kwenye kisomo ni magumu kweli kweli. Hakuna jini anayepita hapa, hakuna jini anaweza kuvumilia kisomo hichi. Akisomewa aya hizi 4 atapiga kelele sana. Tumeshuhudia mambo mengi tunapokuwa katika visomo. Kwa hiyo ni aya moja tukufu. Kwa hiyo utaziandika hizi aya 4 za mwisho, aya 21, 22, 23 na 24. Ukishaandika hizo aya 4, kisha baada ya kuziandika zile aya 4 za mwisho za suratu Hashiri, baada ya hapo utaandika chini yake tena ya hizo aya utaandika na herufi hamza. Hii ni moja kati ya herufi za abjadi zile zinazounda Qur'ani, yani zile alifu bete thejim. Kuna herufi inaitwa hamza. Hii hamza wakati mwingine inaweza kuikuta inasimama badala ya alifu, lakini hamza kama hamza hapa inajitegemea. Inaandikwa herufi ya hamza ambao ni ilabu ya zile herufi za Qur'ani au za abjadi, na herufi hiyo utaiandika mara 7 kwa ulalo. Yani inatoka kulia inakwenda kushoto, kama vile ambavyo maandishi ya Kiarabu yanavyoandikwa. Sasa maandishi ya Kizungu yanaandikwa kutoka kushoto kwenda kulia, lakini maandishi ya Kiarabu yanatoka kulia kwenda kushoto. Sasa utaandika hamza kwa kuziachanisha nafasi kwa idadi ya mara 7. Ukishaandika hivyo, kazi inayobaki karatasi hiyo utaivukiza karatasi hiyo kwa ubani sandarus. Kwa hiyo hapo utakwenda dukani, kwenye maduka yanauza dawa za asili, utamwambia nipatie ubani sandarus. Ubani jamani zipo aina nyingi. Zipo zaidi ya ubani 100, lakini ubani maarufu umezoea ubani maka, sijui ubani zuhura, ubani jawi, manemane, bakal hadi, hizo zote si sandarusi, miatu saila, ubani mweupe, sijui ubani nini. Sasa tafuta ubani unaitwa ubani sandarus. Hapa ndo una kazi yake hapa. Ukishaupata ule ubani sandarus, karatasi umeshaiandika,
Umemaliza, kwa taratibu hizi tulizoelekezana, choma ule ubani kwenye kifuu cha nazi au kwenye bakuli au kwenye sufuria au kwenye kitezo, sawa, choma. Tena hii kifuu cha nazi, kuna somo nilipeleka kule Facebook, mtu mmoja akauliza swali, sasa shehe, kifuu cha nazi ndio kitu gani? Nikasema hii hatari sana. Nikamuuliza swali, umeshaikula nazi? Akasema bado. Nikasema hapa sasa nimepatikana. Ina maana huyu mtata nazi hajaikula. Jamani, kifuu cha nazi ni kile kichombo kinachopatikana baada ya mtu kukata nazi, akala vile vya ndani, ile nyama ya ndani amekula, kuna lile lichombo chombo lile huwa linabaki, ndio kinaitwa kifuu cha nazi. Yawezekana hizi lugha hatuelewani, labda kutokana na nchi, mwingine yuko Msumbiji huko, mwingine yuko Malawi, mwingine sio yuko Singapore, mwingine yuko Australia. Sasa tunapozungumza hizi lugha wengine hawaelewi. Kwa kifuu cha nazi ni ile chombo inayopatikana baada ya kula nazi, kinabaki kile kichombo ambacho huwa kinatupwa. Basi hicho ndio kifuu cha nazi. Kwa hiyo huwa kinatumika na chenyewe katika uchomaji wa hizi ubani, kama hauna cha kuchomea, hauna kitezo, hauna bakuli, hauna sufuria, sawa. Kwa utachoma huo ubani wako wa sandarusi, alafu sasa ile karatasi, ule upande wa maandishi ule ndio unakuwa unaupitisha pitisha kwenye ule moshi. Kipindi unapitisha pitisha kwenye ule moshi unapiga kwenye yale maandishi, wewe unafanyaje? Unazungumza kwa nguvu na uwezo aliojalia Mwenyezi Mungu kupitia jina hili la Turani. Nahitaji takapoitumia karatasi hii au utakapotembea nayo karatasi hii, nitiwe na majini, nitiwe na binadamu, nitiwe na viumbe vyovyote vile. Chochote nitakachokisema kwa mtu yoyote asiwe ni mwenye kupinga. Tena kwa viongozi inapendeza zaidi. Lakini hata wewe kama sio kiongozi, ni mfanyabiashara, ni mtu wa dai waka, wewe fanya. Watu wananyanyasika sana huko kwenye makazi, kwenye masaiti huko, wanatukanwa, wanadhulumiwa vitu vingi, migodini watu wanapigwa mpaka masululu huko. Sasa ukiwa nayo karatasi itakusaidia hata kuheshimika, kunyenyekewa kule. Kuna mambo mengi unaweza kuzungumza kupitia tu aka kipengele mpaka ukashangaa, lakini muda hautoshi. Kwa hiyo hii inamfanya kila kiumbe ambaye yuko chini ya jua hapa atakutii wewe. Hautopata vipingamizi. Unakwenda wewe kumshawishi mtu, sio kumtongoza au kukatali, atashindwa hata kusema sitaki. Anaweza akabisha, lakini lazima ataleta majibu ya ndio baadaye tu, kwa sababu hii inamshurutisha aweze kukutii wewe. Wewe unakuwa ni kama vile uko juu yake, yeye yuko chini. Kwa hiyo chochote utakachokiamrisha au kukihitaji kutoka kwake lazima atakutii. Unaona bwana? Kwa hiyo ukishaifukiza pale, imepigwa na moshi, umetiatia manuizi yako, baadaye kisha karatasi hiyo sasa matumizi yake utakuwa unatembea nayo, umeiweka mfukoni au katika pochi. Pochi kama ni mwanamke wewe, au wallet kwa wale wanaume, unaikunja tu vizuri, kana begi kadogo unakatumbukiza mle. Tembea nayo, unaenda kokote unakotaka. Haya mambo tulioelezana yatakutokea. Tunaweza tukashindwa kueleza visa vingi kutokana na muda, lakini kiukweli binafsi mimi huu ni mwaka sijui wa 5, sijui wa 6, sikumbuki ni mwaka ngapi, lakini sijawahi kwenda sehemu yote nikakataliwa jambo langu. Sijawahi kuamrisha chochote kile kikakataliwa. Sasa kama utakuwa huamini wengine waliosema au wanaotumia, basi hata amini maneno yao. Sababu mimi nitakachokitaka tu nitakipata. Iwe ni kwa mtu au kwenye ofisi ya mtu, yani mpaka nimeshachaka hata kuomba kazi, kwa sababu tu mimi kuajiriwa sipendi. Unaona? Lakini kwa wale ambao nimeshawaelekeza wakaenda kuomba kazi, wameshafanikiwa wote. Sasa wewe kama bado umesoma mpaka chuo, umekuja mtaani unazulula, uombi kazi au ukiomba kazi unakataa, hebu jaribu kutumia hii, alafu siku moja utakanitumia hela soda tu. Sasa ushaziwashiri, naomba hata uchukue hata hiyo hela soda, kwa sababu umenitoa mbali sana. Hivyo ndugu yangu mmoja kule Zanzibar, nilipofundisha hii elimu akawa ananifuatilia sana, na saizi ameshakuwa ni tishio kubwa sana. Siku moja ananipigia simu anasema, "Sheikh, naona aibu mimi. Leo mimi nimekuwa mtu mkubwa, nimekuwa mtu mtukufu, nimekuwa nasomea dua watu matajiri, watu wenye mali. Nakula hela mimi nyingi, lakini siji kutumia hata shilingi. Natamani siku moja nipate mamilioni ndio nikutumie, lakini nimegundua kwamba haiwezi yakaja kirahisi. Kwa hiyo mimi chochote kile nitakachokipata sasa nitakutumia." Yani anaona haya, kwa sababu kila alichokifanya kupitia hizi elimu tunazofundishana hapa zimempa mafanikio makubwa, mpaka yeye mwenyewe anaona aibu. Anaona kama mimi ninastahili kulipwa au kupewa vitu vingi. Kumbe maskini mimi najitolea, kama vile unavyochukua elimu bure, na wewe unaweza ukaichukua ikakusaidia. Tuhame kwenye kipengele hicho kwamba matumizi ya karatasi hiyo ni kutembea nayo ukiwa umeweka mfukoni, kwenye pochi au kwenye wallet. Sasa kuna swali linatokea hapa,
nataka nilimalize kabisa. Mtu anasema, "She, hiyo karatasi imeandikwa ni dua. Sasa je, nitaweza kuingia nao chooni?" Naam. Chooni utaingia nao kwa sharti hili. Chooni unaweza kuingia na kitu chochote chenye kina utaji wa Mwenyezi Mungu, kama ni dua, kama ni Qur'ani, kama ni majina ya Mwenyezi Mungu, lakini sharti yawe yamefunikwa. Kosa linapotokea ni pale unaingia chooni na utaji wa Mwenyezi Mungu au kitu chenye dhikri ya Mwenyezi Mungu alafu kakifungua au kipo wazi, au kafika pale chooni kipindi unajisaidia unasubiria mzigo ushuke vizuri unaanza kusoma kile kitu. Hiyo ni mbaya sana. Kwa hiyo ile karatasi kwa kuwa imekunjwa na haionyeshi yale maandishi na umehifadhi, unaweza ukaingia nao ndugu yangu, sio na hofu tunakuambia hivi, sisi tumesha yafanya hayo. Kwa hiyo kosa kubwa katika kuingia na kitu chenye dhikri ya Mwenyezi Mungu chooni ni kile unaingia kikiwa wazi. Mfano, chukua simu zetu. Wengi wenye simu kubwa hususan kwa upande wa Uislamu wana Qur'ani, wengine wana Biblia. Hizo simu hawaziachagi, wanapoenda chooni wanaenda nazo. Lakini kinachowastiri pale ni kwa sababu zile simu utakapofika chooni sio kwamba imefunguliwa ile Qur'ani alafu inakuwa ina display pale kwenye kioo chako. Hapana, inakuwa iko ndani ya mafaili, ndani ya application. Kwa utakapohitaji kwa muda wako umetulia ndio unaifungua. Kwa ndo mfano hii karatasi, kwa sababu hii unaihifadhi kwenye mfuko au kwenye pochi au kwenye wallet au kwenye kitu chochote kile kimestirika, ndipo inakaa mule. Kwa hiyo haifunguliwi. Kwa wenye wanakuwa na utata waka kipengele waelewe hilo. Ila kama utaingia chooni ukasema ngoja nikafungue karatasi niende ukasoma kipindi mzigo unashuka, utakuwa umekosea na utapata laana kubwa sana. Nafikiri nimeeleweka. Sasa kipengele kilichosababisha mimi nikarudia somo hili ni hichi tunachokwenda kujifunza hapa, ambacho ni kipengele cha pili kupitia jina la 4 hilo la Turan, ambayo inasema hivi: kutekelezewa haja yako baada ya kudhulumiwa. Sasa ndugu zangu, hapa dhuluma ipo nyingi. Yaani hapa tunaposema dhuluma zipo nyingi. Mfano hapa amesemwa iwapo kama umedhulumiwa mali yako au umekimbiwa na mke au umekimbiwa na mume wako, nawe ukahitaji mkeo au mumeo arejee haraka sana kwako, au mali yako irejeshwe kwako, labda umedhulumiwa au umeibiwa unataka irejeshwe kwako, basi utasoma jina hili la Turan kwa idadi ya mara 1000. Na kila unapofika idadi ya 100 utakuwa unatia nia yako ya haja yako hapo, kisha unaendelea. Sasa mimi huwa napata maswali mengi, wanasema shehe, nawezaje kumwadhibu mtu aliyeniibia, aliyemwizi kupitia majina ya Barati? Jamani, hivi vipengele vimeshaelekezwa. Yaani mtu ana kitabu cha Barati hajakiona hichi kipengele au anakisomaga lakini haelewi. Sasa nakwambiaje, hichi kipengele hichi kinapiga kila aina ya ubaya. Yaani kama ulikuwa haujui, hapa tunarudia somo na tunaleta kila linalohitajika hapa, lazima tuliseme. Hichi kipengele kinarudisha mke, kinarudisha mme, kinarudisha mchumba aliyeleta ujanja ameshakula hela zako na uli nyingi, kala posa, kala nini, lakini sasa siolewi na wewe, anarudi na maisha ya ndoa yanaendelea kukamilika. Mke alikuwa ameolewa akatoroka kaenda, sasa tuachane, au mume nimekuacha mimi sirudi tena, haiwezekani, atarudi akiwa ananyenyekea kweli. Tuache hapo. Ikitokea mtu kakudhulumu au kakuibia chochote, ukasema nataka arejeshe mwenyewe kwa maumivu makali, soma jina hili kwa idadi ya mara 1000. Yeye mwenyewe hasopita siku 7 atarudisha. Sasa pazuri sasa. Hapa nataka umpasikize vizuri. Pazuri sasa, ikatokea mtu anakuangia, anakuloga, anaona raha, anajifaharisha, mimi namkomesha fulani, au mtu anakufanyia fitina kazini, kamsomee hii. Nakwambia je, siku 7 zisoisha utakuja kunipigia simu usema she, ule ni moto mwingine. Hapa ndipo penye mfanya huyu jamaa anilazimishe mimi nirudi nifundishe mimi hapa. Bila kipengele hichi sikurudi, nisingerudi mimi. Kuna majina sijamalizia kule kuanzia jina la 25, 26, 27, 28. Sijafundisha, nimefundisha jina la kwanza mpaka la 24. Sasa tunarudia kwa sababu maalum. Sasa iwapo kama mtu amekudhulumu kwa namna yoyote ile, tunasema umekimbiwa na mke, umekimbiwa na mume, umedhulumiwa mali yako, umeibiwa mali yako, ukataka yule aliyeiba apate pigo litakalomsababisha yeye arudishe, yani anarudisha ni kwa maumivu.
soma jina la Turan kwa idadi ya mara 1000. Tena na kuushauri ulisome usiku, kwa sababu hapa hapana option usome saa ngapi. Soma majira ya kuanzia usiku, tena ikiwezekana kuanzia ile majira ya kuanzia saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, mwisho saa 11. Wewe tu jilaze, tega alama. Ikifika saa 6 kamili, basi chukua uzu, swali la kambili zile za Sunnatul Haja kwa utaratibu wa kusoma jina Barati kama tulivyoeleweshana kipindi cha darasa za nyuma. Fanya zile azkari, na kama we hujui utaratibu utarudi kwenye zile clip za mwanzoni za utaratibu wa kusoma jina Barati. Ukiandika tu hivyo kwenye YouTube hapa itakuja taratibu za kusoma jina Barati na maelekezo yake. Utajifunza kale ka password ambako ni kaswala ya raka 2. Na kama wewe ni Mkristo hujui kuswali, oga vizuri, vaa nguo nzuri, nguo nyeupe, yani tunamaanisha isiwe na uchafu. Ikiwezekana vunja kabati kabisa au begi, chukua nguo ambayo hujaivaa ilikuwa imefuliwa tu, vaa, kaa hapo, anza kusoma jina hili. Na utaratibu ni ule ule. Unasoma jina moja mara 2, Turan ndio inahesabika moja. Turan mara 2, Turan mara 3, hivyo hivyo. Kwa unakuwa na vidhibiti idadi, ima tasbih au changalawe au nafaka, vyovyote vile, ila udhibiti idadi zisivuke hizi 1000 na zisipungue 1000. Kwa utakuwa unasoma, ukifika idadi ya 100 unasimamisha kisomo, unatia nia. Mfano kama mtu anakuloga, unasema hivi: Mwenyezi Mungu, kupitia utukufu wa jina hili la Turan, umejalia viumbe na mahudamu wanatumikia jina hili. Nahitaji yule anayeniloga, ninayemjua au nisiyemjua, maadamu ananiloga na kunitupia uchawi na kunitupia majini, mimi nataka viumbe wanaotumikia jina hili wakamshughulikie. Tena hayo yazihirike mbele ya macho yangu mimi. Yani isiishie tu yeye akapigwa huko, kisasi kikalipwa, mimi sijui. Nataka yazihirike mbele ya macho yangu. Utie kashelti yako, nataka uone miujiza hili jina. Maana naweza nikakwambia tu soma basi wewe nataka uangalie wewe mwenyewe kwamba hicho unachojifunza hapa sio kitu cha mchezo. Tia nia kwamba lolote lile litakalokuta yule unayetaka kisasi kilipwe kule, yazihirike na wewe mbele ya macho yako. Soma siku ya kwanza, amka, soma siku ya pili, soma siku ya tatu, soma. Tena hii inatoka majibu ndani ya siku 3 tu. Yaani siku ya kwanza umesoma, ya pili, ya tatu unaanza kupata majibu, lakini endelea mpaka siku 7. Kama una bibi yako au babu yako au mjomba wako au ndugu yako anakuloga, atakiona kile kilichomtoa kanga manyoya, hatoamini. Moja ya sifa zinazoonekanaga ukishaanza kutumia jina hili, kama ni mambo ya machawi au majini au uchawi, unaloga, unataka urudishe ule ubaya, urudi kule ulikotoka. Utaweza ukaota unapambana na maadui wale, unawaadhibu kwa ukali, unawakata, unawaangamiza, tena ukiwa utumii nguvu nyingi. Inawezekana wakaoneshwa ni wengi, lakini ukawaadhibu katika mchezo mdogo sana, wakaangamia kabisa, wengine wakafa, wengine wakaumia vibaya, pako kashangamia, hizi nguvu nimezitoa wapi? Aidha unaweza ukaota unapambana na majoka makubwa, yale machatu, anakonda, ila unayakata katika hali ambayo wewe mwenyewe hujiamini, mimi ndio mimi huyu, mbona nguvu mimi sina? Aidha unaweza ukaota unapambana na wanyama wakali kama vile kina simba, chui, unaona bwana, lakini unawafyeka na kuangamiza kabisa katika hali ambayo wewe mwenyewe huitazami kwamba ndio unaweza kufanya vile. Ikitokea ndoto hii ukaipata baada ya kutumia jina hili, basi ujue maadui zako wameshapata cha mtema kuni kule. Na baada ya muda utasikia moja katika wale maadui zako, unaweza kaambiwa bwana amelazwa, yuko hoi, ana siku 2 atoki ndani, aidha amekufa katika hali ambayo yeye hakuitazamia. Yani unashangaa tu fulani ameugua siku 2 amekufa, au siku fulani jana alizidiwa amekufa. Ukiona hali hiyo ujue wewe ndio uliyesababisha hivyo, kwa sababu hii unatuma, yani unapozungumza kusema hii Turan kwa dole mara 1000, wapo mahudamu wanaolitumikia jina hili. Kumbuka jina moja linatumikiwa na mahudamu zaidi ya 50,000. Kwa wanajikusanya wale mahudamu wakatili, wanakwenda kukufanyia kile unachokihitaji, kwa sababu wewe umeidhinishiwa kutiiwa na viumbe wote, idha ni majini au binadamu, watakiwa kutii. Kwa hiyo kiumbe yote ambaye atasikia wito huu unaosema Turan, alafu unapofika 100 pale unazungumza, mimi nimezulumiwa, mimi nimelogwa, mimi nataka nirudishe kule, wanaondoka pale na kwenda kukushughulikia ile haja yako.
Kwa sababu moja ya sifa za majina Barati, unaposoma inavuta viumbe vya kiroho, vinavutwa pale. Watakuja malaika, watakuja majini, watakuja viumbe mbalimbali pale watakuja. Ndio maana kuna wengine wanaanza kuambia, Barati ni majina ya majini. Anaweza akawa yuko sawa au sio sawa. Usawa wake kwa sababu ina uwezo wa kuwavuta mpaka au majini, kwa sababu ni viumbe wa kiroho. Ila wanapokuja pale, wanakuja kusikiza wito wako, watii nini unataka. Unaona bwana, kwa wakisha sikiliza, bwana mimi nimezulumiwa, nimepigwa, nimelogwa, nataka na mimi yule alinifanyia hivi, kitu fulani kimkute. Wanaondoka waenda kufanya kazi pale. Utashangaa tu majibu. Kwa hiyo wewe weka sharti. Yoyote anayenifanyia ubaya huu na huu na huu, limkute la kumkuta. Aidha na mimi ni ashuhudia hayo katika macho yangu. Usishangae shehe asubuhi unakuja kuomba msamaha na watu wasema, shehe tunaomba msamaha utusamee, tumekoma sisi, hatuwezi kurudia mchezo huu. Usishangae hicho kitu cha kawaida mno. Kwa hiyo hii ni njia ambayo kwa wale wote wanyonge, wamenyongeka, wamezulumika, hawajui watakwenda wapi, hawana hela ya kwenda kushtaki, dhuluma imefanywa kwao na imedhihirika, watumie njia hii. Njia hii mumepewa bonasi na ndugu yenu ambaye yeye anaitumia, amefanya makubwa, akasema shehe nashindwa kusema nibaki na mimi tu njia, kwa sababu mimi njia nikosha dhulumiwa mambo mengi, lakini nimeona inanifanyia kazi sana. Nimeona ni kuombe urudi kule kwenye channel yako ukawaelekeze, japo umeshafundisha, lakini najua kuna subscriber wapya, kuna watu hawaitumii, wanasoma tu vitabu bla bla juu, lakini wafanye hichi kipengele, wataona miujiza mingi sana. Huyu bwana kupitia hii jina la Turani ameshafanya miujiza zaidi ya 17 kupitia kaka kipengele ka kusoma na kufanya maamuzi. Kwa hiyo kazi tunaiacha kwako. Tumefikisha, tumekufundisha, tumekuelekeza. Lakini lengo la elimu hii sio kutesana. Lengo la elimu hii ni kujilinda, aidha kuweza kulipa visasi vile vya dhuluma tulizofanyiwa katika maisha yaliyo tutangulia huko. Kwa hiyo ewe ndugu yangu, kama umedhulumiwa, kama unataka kutiiwa, tumia njia hizi mbili. Zinaweza zikakufanya ukaishi maisha ambayo labda ukwaigi kupitia. Kwa mfano, hii sehemu ya kwanza ya mwenye kutaka kutiiwa na watu na majini. Hii ni njia ambayo inakufanya uishi vizuri katika maeneo mbalimbali yale yanayohitaji watu wa kuhudumia, mfano maofisini, mabenki, makazini, kwenye makampuni. Ni njia ambayo inarahisisha sana. Lakini kipengele hichi kama utahitaji ufanyiwe, mfano kuna mwingine anasema sijui mimi kuandika, ukahitaji uandikiwe, unaweza ukamtafuta mtu akakuandikia kwa utaratibu huu. Ila ukinishughulisha mimi, ujue utalipa gharama. Mimi nimekufundisha bure. Kazi kwako ni kufuata utaratibu. Ukiona unataka kuitumia njia hii, huwa natoa option ya kumsaidia mtu kuandika karatasi hii. Lakini kwa muhitaji tu, lakini ukijua ukinishughulisha mimi utagharimika. Kwa kuna gharama utanilipa ya kukuandikia, lakini sitamani kila mmoja atamani kuandikiwa na mimi, kwa sababu njia hii iko wazi. Kwa wale waliosoma Qur'ani wote wanaweza wakaitumia vizuri. Na kama utashindwa utatuelekeza tukuandikie, lakini gharama ukizikamilisha tutakazozihitaji sio gharama kubwa, ni gharama ya kawaida sana ambayo ni ile ya kumtoa mtu kwenye majukumu yake na yeye kukuandikia kisha kutumia. Maana hii hata kama ungekuwa Marekani, Canada, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Msumbiji, Ethiopia, Sudani, unatumiwa, inaandikwa kwenye mashine. Tukisha kuandika kwenye mashine, tunakutumia kwenye WhatsApp, zeni ikishakufikia huko unaenda stationery unaiprint kama karatasi. Ikisha printiwa ile karatasi, wewe unakwenda kutafuta tu bani sandarusi. Alafu baada ya hapo unafanyaje? Unaivukiza, unatia manuizi yako, unaifunga, unaitumia. Inafanya kazi vile vile kama mtu aliandika kwa mkono. Kwa kipengele sio kuandika kwa mkono au kwa mashine. Kipengele ni utaratibu ufuatwe. Ukishafuata tu utaratibu, yoyote anaweza kaandika kwa mashine au kama anatumia simu anaweza kaandika kwa simu yake kama anaweza,
then akaiprint, hakuna shida, sio lazima kutumia tu mkono. Ndio maana hata kwenye kalamu pale hakuna sharti la kalamu nyeusi, kalamu nyekundu au blue, ila nimependekeza kalamu mbili. Kama mtu atatumia kwa mkono, aandike kwa kutumia kalamu nyekundu au nyeusi. Kama atatumia mashine, yani kompyuta na maanisha, au laptop, basi wino wake wa siku zote ni mweusi. Japo anaweza kabadilisha wino akaweka mwekundu, inawezekana pia. Basi anaweza kutumia wino aina mbili hizo, ima aweke nyekundu au nyeusi, then aiandike karatasi kisha iprintiwe. Basi baada ya kuprintiwa ataingia kwenye kuifukiza. Baada ya hapo ataingia kwenye matumizi. Inshallah, hii ni Tiba Facts Online TV na mimi ni Ustaz Bashiri. Tukutane kipindi kingine cha mwendelezo wa majina haya ya Barhati. Kumbuka ofa inaanza leo tarehe 27 na itakwisha tarehe 2 mwezi wa 5. Hii ni ofa ya Mei Mosi. Utaratibu wake ndio huo tulioelekezana hapo awali. Kwa kwenye ukurasa huu wa Facebook na kule YouTube channel kutakuwa na ofa hii, itadumu ndani ya siku hizo. Kwa hiyo kama utahitaji, jipange ndani ya siku ngapi hizi? Ni siku 6 tu. Kutoka leo ni siku 6, zikiisha basi tunaiondoa ofa hiyo, tunaendelea na majukumu mengine. Kwa hiyo inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.